Bila shaka karibu katika sehemu ya pili ya taarifa hizi za Dira ya Wiki Ijumaa hii ya Mei Mosi. Shamra za maadhimisho ya Labor Day kwa mara nyingine zimegubikwa na wasiwasi unaoongezeka miongoni mwa wafanyikazi muhimu ambao hali yao halisi inaonyesha taswira tofauti na hotuba rasmi pamoja na hafla za sherehe. Kwa mwalimu na wahudumu wa afya, siku hii imegeuka kuwa si ya kutambuliwa pekee, bali pia ya kutafakari kuhusu mageuzi yaliyokwama, kupandishwa vyeo kunakocheleweshwa na mabadiliko ambayo mara nyingi hubaki kwenye karatasi bila kutekelezwa. Ingawa viongozi wanaangazia maendeleo katika mahusiano ya kazi, hali halisi mashinani inaonyesha simulizi tofauti ya kuchoshwa na kuvunjika moyo. Katika madarasa na wodi za hospitali kote nchini, swali moja linaendelea kujitokeza: je, nia ya kulinda haki za wafanyikazi bado zinaendelea na maisha halisi ya wale ambao mfumo huo unapaswa kuwatumikia? Anne Musungu anaarifu. Kwa maelfu ya walimu kote nchini, darasa limegeuka kuwa eneo la wajibu mkubwa, lakini pia mafadhaiko wa kina. Hata hivyo, mbali na ubao na chaki, mjadala mkali zaidi unaendelea kujitokeza. Je, vyama vyao vya wafanyikazi bado ni watetezi wa kweli wa haki za wafanyikazi, au vimegeuka kuwa wapatanishi wanaoishi kwa starehe huku malalamishi yakibaki bila suluhu? Katikati ya mjadala huu ni vyama viwili vikuu vya walimu vinavyoongozwa na Collins Oyu wa KNUT na Akelo Misori wa KUPPET. Wakosoaji wanadai kuwa viongozi hawa wamekuwa karibu mno na mamlaka, huku walimu wakibaki wakikwama katika changamoto za muda mrefu za kimfumo. Lililozua mjadala mkubwa ni mkutano wa hivi karibuni Ikulu ulioongozwa na viongozi hawa wawili pamoja na maelfu ya walimu. Mkutano ambao baadhi ya wachambuzi sasa wanaotafsiri si kama mazungumzo ya kutetea walimu, bali kama ishara ya ukaribu wa kisiasa. Kilichoelezwa kama njia ya kuboresha mfumo wa vyeo, sasa kwa walimu wengi kimegeuka kuwa kikwazo cha muda mrefu katika maendeleo ya kazi. Walimu wengi wanasema wamebaki katika madaraja yale yale kwa miaka mingi licha ya kuongeza taaluma na uzoefu. Huduma za afya pia zimeongeza kiwango cha malalamishi. Utekelezaji wa mpango wa bima mpya ya afya ya SHA umeandamwa na malalamishi, kuanzia kucheleweshwa kwa huduma hospitalini hadi viwango vya chini vya matumizi ya matibabu ya nje ambavyo wengi wanasema havitoshelezi mahitaji halisi ya kiafya. Ripoti za walimu kuzuiliwa hospitalini kwa sababu ya bili ambazo hazijalipwa zimeongeza wasiwasi wa umma. Mikutano kati ya viongozi wa vyama na maafisa wa serikali, akiwemo waziri wa afya Aden Duale, imetoa matumaini ya muda, lakini suluhu ya haraka bado haijaonekana. As of today, the benefit is confirmed and payable at a rate of 300,000. We really must then achieve what we have talked about in the timelines that we have talked about. Fahamu pia inawaandama walimu wa sekondari msingi ambao nafasi yao ya kitaaluma bado haijapatiwa mwelekeo wa wazi miaka kadhaa baada ya mabadiliko ya sera. Badala ya kupata suluhu, swala hilo limeendelea kunaswa katika mvutano wa uwakilishi kati ya vyama vya walimu, huku hali halisi madarasani ikiendelea kupuuzwa. Malalamishi ya walimu yanafanana kwa kiasi kikubwa na hali ilivyo katika sekta ya afya nchini, ambapo madaktari, maafisa wa kliniki na wauguzi wanaendelea kupitia mzunguko wa migomo, magiliokwama na makubaliano yasiyotekelezwa, licha ya afya kuwa jukumu lililogatuliwa. Utekelezaji wa makubaliano ya pamoja ya kazi umeendelea kuwa chanzo kikuu cha mvutano. Vyama vya wahudumu wa afya vinasema kuwa ingawa makubaliano mengi yanasainiwa, utekelezaji wake huwa wa polepole, usio sawa, au wa kuchagua kaunti fulani pekee. Uhaba wa wafanyikazi na unaendelea kuathiri utoaji huduma. Hospitali nyingi za umma zinafanya kazi zikiwa na wafanyikazi wachache tu, hali inayowalazimu wahudumu wa afya kuhudumia idadi kubwa ya wagonjwa kupita uwezo wao. Serikali imetuzoea vibaya na tumechoka sisi. Tumewapatia muda. Juzi tulikuwa nao pale tukakaa chini nao, lakini what they are saying, they are consulting. So this time now we want to see the person who they were consulting. Hatimaye vyama vya wafanyikazi vimefika katika njia panda.
kati ya kulinda ushawishi wao wa kitaasisi na kurejea katika jukumu lao la awali kama sauti isiyoyumbayumba ya wafanyikazi. Kwa walimu wengi na wahudumu wa afya, jibu halitapatikana kupitia hotuba au makubaliano pekee, bali katika iwapo maisha yao ya kila siku yataanza kubadilika kwa njia ya kweli. Ann Musungu, KTN, Nairobi. Kenya ikiadhimisha siku ya wafanyikazi, siku inayolenga kusherehekea